Kupitia kauli muhimu iliyotolewa na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwakubusi kuhusu ripoti ya tume ya Jaji Chande Othman iliyochunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo Mwakubusi amesema wazi kuwa chanzo cha ghasia hizo si tukio la ghafla bali ni matokeo ya mkusanyiko wa matatizo ya muda mrefu ndani ya nchi. Kwa mfano, mapungufu ya mfumo wa uchaguzi, kukosekana kwa uwajibikaji wa taasisi za dola, malalamiko ya muda mrefu kuhusu haki za binadamu, kushindwa kwa mahakama kutekeleza check and balance na kukandamizwa kwa uhuru wa kisiasa na kiraia. Kauli hii inatoa tathmini tofauti na ile ya serikali na inazingatia mizizi ya matatizo badala ya matukio ya siku moja tu. Rais wa TLS wakili Boniface Mwakubusi alitoa tathmini ya kina ya ripoti ya tume ya Jaji Chande. Alizingatia kuwa matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 hayakuwa tukio la ghafla lililotokea ghafla. Pia yalitokana na mkusanyiko wa matatizo ya muda mrefu yaliyokusanywa kwa miaka mingi. Mambo makuu yaliyochangia ni pamoja na mapungufu ya mfumo wa uchaguzi, yani ukosefu wa uhuru pamoja na haki, na kukosekana kwa uwajibikaji katika taasisi za dola kama polisi, mahakama na serikali, na pia malalamiko ya muda mrefu kuhusu haki za binadamu. Jambo lingine ni kushindwa kwa mahakama kutekeleza majukumu yake ya check and balance, yani kusawazisha madaraka, na jambo la mwisho ni kukandamizwa kwa uhuru wa kisiasa pamoja na kiraia. Mwakubusi amesema kuwa bila kushughulikia mizizi hii, taifa litaendelea kuwa katika hatari ya kurudia matukio kama hayo. Tukija kuna tukio hili, kauli ya kusema si tukio la ghafla, Mwakubusi anapinga maelezo yanayotokana kuonyesha kuwa ghasia zilikuwa za ghafla au zilipandikizwa tu. Amesema zilikuwa ni matokeo ya matatizo yaliyokusanyika kwa miaka kama ukosefu wa imani katika uchaguzi, ukandamizaji wa upinzani na kushindwa kwa taasisi kutoa haki. Hii inalingana na ripoti nyingi za kimataifa na za ndani zilizotaja matatizo ya kimfumo kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Tukija kuna mapungufu ya mfumo wa uchaguzi, anagusa swala la msingi. Tume ya uchaguzi haikuonekana huru na haki pande zote. Madai ya udanganyifu na marufuku ya Chadema kushiriki yalichangia mvutano mkubwa. Jambo jingine ni ukosefu wa uwajibikaji wa taasisi za dola. Polisi pamoja na mahakama vimeshindwa kutoa haki sawa. Mahakama imeshindwa kufanya kazi yake ya kusawazisha madaraka, na polisi imetumia nguvu kupita kiasi katika baadhi ya maeneo. Jambo lingine ni kukandamizwa kwa uhuru wa kisiasa na kiraia. Uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushiriki katika siasa umekuwa na vikwazo. Hii ilifanya baadhi ya vijana na wananchi kuchukua njia za maandamano makali. Athari ya kauli ya rais wa TLS. Kauli hii inaimarisha msimamo wa taasisi ya wanasheria kama walinzi wa haki na sheria, na inatoa tathmini ya kimfumo badala ya kuangalia matukio ya siku moja. Jambo hili lina maana gani na mustakabali gani kwa taifa? Kwa upande wa serikali, inatoa changamoto ya kushughulikia mizizi ya matatizo badala ya kushughulikia dalili tu. Na kwa upinzani na wanaharakati, inawapa msingi wa kudai mageuzi ya msingi kama uchaguzi, haki pamoja na uhuru. Kwa vijana, inawakumbusha kuwa matatizo ni ya muda mrefu na yanahitaji suluhu ya kimfumo na si maandamano tu. Na kwa upande wa demokrasia, inasisitiza kuwa bila kurekebisha mizizi, migogoro itarudi tena katika uchaguzi ujao. Wakili Mwakubusi amezungumza ukweli muhimu. Matukio ya Oktoba mwaka 2025 hayakuwa ya ghafla, yalitokana na mkusanyiko wa matatizo ya muda mrefu kama ukosefu wa imani katika uchaguzi, ukandamizwa kwa uhuru na ukosefu wa uwajibikaji. Hii ni tathmini ya kimfumo ambayo inapaswa kuchukuliwa kwa uzito. Na ripoti ya tume ya Jaji Chande ina mapungufu. Ikiwa ilishindwa kushughulikia kwa kina masuala kama utekaji, mateso na uwajibikaji wa wahusika wenye vyeo, basi imeshindwa katika jukumu lake kuu. Tume za uchunguzi zinapaswa kuwa na uhuru halisi na kutoa majibu ya kina. Mapendekezo ni kuwa serikali ianze mazungumzo ya kitaifa yenye ushiriki wa pande zote ili kushughulikia mizizi ya matatizo kama uchaguzi, haki pamoja na uwajibikaji. Mahakama inatakiwa iipe kipaumbele kesi zote zinazohusiana na Oktoba mwaka 2025 na zifanyike kwa uwazi. Na vijana pamoja na wananchi wapewe nafasi halali ya kujieleza na kushiriki katika siasa bila vitisho. Na taifa kwa ujumla lijifunze kutokana na matukio haya na kurekebisha mifumo ili kuepuka kurudia machafuko. Mwisho wa siku,
Tanzania ni taifa la watu wanaofikiri na wenye tofauti. Suluhu halisi inapatikana kupitia mazungumzo, mageuzi ya kimfumo pamoja na haki, si kukandamiza au kuficha matatizo. Rais wa TLS Wakili Boniface Mwabukusi amesema kuwa matukio ya Oktoba 29 yalitokana na mkusanyiko wa matatizo ya muda mrefu na si tukio la ghafla. Kauli hii inatoa tathmini ya kina ambayo inapaswa kuwa msingi wa mazungumzo ya kitaifa. Tanzania inahitaji hekima, haki na mageuzi ya kimfumo ili kuendelea mbele kama taifa moja. Tuungane katika hili. Je, ndugu mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na kauli hizi za rais wa chama cha mawakili TLS Wakili Boniface Mwabukusi kuwa tume haikufanya kazi yake kama ilivyostahili kufanywa, kwa tume ilikuwa na mapungufu, kwa hivyo haikufanya balance kwa pande zote mbili? Wewe una maoni gani kuhusiana na hili? Tuandikie hapo chini kwenye comment.